الله ذي الجلال والإكرام وذي الطول والإنعام، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. أوصيكم بالتقوى والعمل الصالح. Ndugu zangu, nina mambo labda matatu alafu tusali. Ni kwamba sisi wanadamu halafu ni Waislamu, tunaishi katika ulimwengu huu kwa maelekezo ya Mungu namna gani tuishi. Miongoni mwa maelekezo hayo ambayo Mungu ametutaka tuishi katika ulimwengu huu, Mungu amesema wala tansa nasibaka minad dunya, wewe mwanadamu usisahau fungu lako katika dunia. Mwanadamu usisahau fungu lako katika dunia. Midhali Mungu amekupa uhai wa kuishi hapa, hizo siku alizokupangia uishi hapa duniani, kuna fungu lako, ulitumie fungu hilo kwa maslahi mapana ya maisha yako ya hapa duniani. Halafu pia Mungu anatuambia wala akhiratu khairul laka minal ula, na akhira ni bora kwako kuliko hii dunia. Huo ndio mpango wa Mungu aliotupangia. Akhira kwetu ni bora kuliko dunia, kwa maana ya kwamba tufanye kwa ajili ya dunia yetu na tufanye kwa ajili ya akhira yetu. Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katuambia kwamba i'mal lidunyaka kaannaka taishu abada, fanya kwa ajili ya dunia yako kana kwamba utaishi milele. Wa'mal li akhiratika, nafanya kwa ajili ya akhira yako kaannaka tamutu ghada, kana kwamba wewe kesho utakufa. Huo ndo mpango wa Mungu. Yani lazima turuke na mbawa mbili hizo. Unafanya kwa ajili ya dunia, yale ya halali yote ya dunia fanya, tena fanya kwa bidii, kwa ufanisi wa hali ya juu. Alafu pia fanya kwa ajili ya akhira kwa bidii na kwa ufanisi wa hali ya juu. Huo ndio mpango wa Mungu anaotutaka tuishi nao katika maisha yetu. Kwa hiyo ninawaweka tayari wale ambao wanataka mimi nizungumzie habari ya pepo na moto na kabri. Mimi siwezi. Kwanza mimi kabri naiogopa, moto sitaki kwenda kabisa. Kabri naiogopa mimi, mnavyoniona hivi, katika mtu anayeogopa kwenda kabrini mimi wa kwanza. Alafu motoni sitaki kabisa kwa mpango wote. Namuomba Mungu, hata Mungu kama ananiona ninastahili vipi kwenda motoni, namuomba asinipeleke. Na Mungu ana maamuzi yake, hakuna wa kumpinga. Na naomba sana nyinyi pia hata mmoja asiingie motoni. Naomba hilo kwa Mungu, hata mmoja asiingie motoni. Hata kama tupo katika sisi tunastahili kuingia motoni, Mungu asituingize motoni. Hayo ndio ninayotaka mimi. Na Mungu anaombwa na Mungu huwa anapokea. Kwa hiyo dunia akhera tu, mimi siongelee akhera tu, wakati pia dunia ipo na Mungu ameniruhusu niongelee akhera na nipange mipango, niongelee dunia na nipange mipango ya kidunia. Mungu ameniruhusu. Sasa ukitokea wewe unanikataza, mimi sikuelewi.
Miongoni mpango ya dunia kuchanja ndui. Sasa ukikataa nisichanje ndui, ni madaktari sio mbele tuchanje ndui, nitachanja. Kuchanja COVID-19 ile nimechanja. Unaona? Na likitokea lingine Mungu apishie mbali, tutachanja. Kwa hiyo dunia lazima hatuna njia nyingine. Sasa nasema kidini, kwanza tunaanza na dini. Dini huu mwezi Dhulqa'da funguo pili ni katika miezi mitakatifu ya Mungu, na ni katika miezi ambayo watu Waislamu bidhati wanajiandaa kwenda katika ibada ya hija. Hiyo ni kidini. Lakini kwa sisi ambao pengine tutakosa bahati ya kwenda Makka kuhiji, tunalo la kufanya Mungu katuwekea, nalo ni kufunga siku 10 za mfunguo 3 kufunga, lakini pia kufunga yaumu Arafa. Hii yaumu Arafa hii ndio inakuwa na longolongo, lakini nakwambia neno moja, hakuna elimu sahihi itakayotuambia kwamba yaumu Arafa ufunge kwa hisabu ya nchi nyingine. Yaumu Arafa ufunge kwa hisabu ya nchi ni ambapo wewe upo, katika nchi ambayo wewe hisabu ya hapo ndio unatakiwa wewe ufunge, kwa sababu ile imeshasema wa huwa tasi'u min Dhilhijja, ni mwezi 9 wa mfunguo 3 kwa hisabu ambayo wewe hapo ulipo. Hiyo ndiyo fatwa yenye nguvu na sahihi kielimu. Wale wanaotuambia tufunge kwa hisabu ya kimataifa, matokeo yake pia inawezekana Afghanistani wakatangulia kama walivyotangulia. Watu si walifunga, waliswali Idi hapa kwa hisabu ya Afghanistani, wameswali Idi hapa, wameswali Idi siku ya Alhamisi, alafu wengine wakaswali Ijumaa, wengine tukaswali Idi Jumamosi. Sasa kwa hisabu ya Afghanistani maana yake ni kwamba utafunga mwezi 8 au mwezi 7, lakini mimi ninakwambia kwa hisabu ya nchini kwako. Unaona hivyo? Vumilieni nyinyi msionikubali, lakini vumilieni kama mimi ninavyowavumilia. Tuvumiliane, kwa sababu kila mmoja anayo haki kutoa maoni yake. Vumilieni jamani, tuvumiliane. Lazima tuishi kwa kuvumiliana. Tusipokubali kuishi kwa kuvumiliana, watatushinda hata wake zetu kukaa nao. Hakuna watu wanaokera katika ulimwengu huu kama wanawake zetu. Katika watu wanaokera hakuna kama wake zetu, lakini tunaishi nao mpaka tunapata watoto 10, 15 na wajukuu kwa sababu ya mtindo wa kuvumiliana. Basi mkivumiliana mtakwenda. Unaona? Kwa sababu yule mwanamke Mungu kamjalia anacho kitu hicho, hasa ukikutana na yeye kinafikia kukusahaulisha Mungu. Sidhani kama wakati ule wa ndoa hasa ule kuna mtu anamkumbuka Mungu. Subutu, hakuna walii wala darweshi wala nani anamkumbuka Mungu, na yule anacho yeye. Sasa utamkosa wewe ukiwa na hamu ya kumsahau Mungu. Mwambie mwari, njoo twende chumbani pale, lazima utamsahau Mungu. Si unataka kumsahau Mungu wewe, lakini ukitoka pale sasa unamkumbuka Mungu. Hakuna humu msikitini kuanzia mie na nyie hata mmoja hapo, hakuna darweshi anaweza kumkumbuka Mungu wakati ule kwa sababu ya nongonongo ile pale. Wallahi hawezi. Nasema wallahi hawezi kumkumbuka Mungu pale. Yaani pale wewe ndio hapo useme la ilaha illa Allah, huwezi. Ndio Mungu alivyotuumba hivyo. Hatuna ujanja. Yaani ile jambo lile halina ujanja. Yaani pale useme Allahumma salli, hapana, huwezi. Kwa hiyo ndivyo tulivyo. Sasa tuvumiliane kama tunavyowavumilia wake zetu, na kama wake zetu wanavyotuvumilia sisi wakati tunapofanya mambo ya kuwakera. Hiyo la pili. Kwa
Kwa hiyo tufunge kwa hisabu ya hapa kwetu. Jambo la tatu sasa la kidunia, wiki iliyopita nilisema na kuipongeza tume ya Jaji Chande Muhammad Uthman Muhammad Chande, Jaji Chande, ile nimeipongeza sana, na mpongeza mama sana, na nimewapongeza wenzake walioshirikiana katika tume ile, majaji wengine na viongozi wengine wamefanya mambo kama inavyotakiwa yafanyike. Ila huko mitaani huko nasikia wengine wanapinga matokeo ya uchunguzi ule, wanapinga na kuibeza ile tume, waona haikufanya hivyo inavyotakiwa. Jamani, hao mkiwasikia msiwasikilize. Watu wanaoibeza ile tume na kazi yake, mkiwasikia msiwasikilize. Kuwasikia lazima mtawasikia, kama vile kuona unaweza ukaona lakini usitizame, na kusikia unaweza kusikia lakini usisikilize. Na wale haifai kuwasikiliza, kwa sababu hawatutakii mema katika namna ya kuishi katika nchini kwetu, kwa sababu miongoni mwa mambo yaliyopendekezwa mle ni maridhiano kati yetu sisi wananchi wa Tanzania, maridhiano sisi wananchi wote na serikali yetu na kila tabaka zetu na vitu vyetu tunavyoishi navyo, tuingie pia katika maridhiano. Jamani, maridhiano ni kitu kibaya. Maridhiano maana yake ni sulhu, na sulhu Mungu katika Qur'ani amesema wasulhu khairun, kusuluhishana watu ni bora. Qur'ani sisi Waislamu imesema hivyo, wasulhu khairun, kusuluhiana ni kheri. Sasa kusuluhiana yani watu mkakaa kwa kuelewana, muone ubaya, mnamtaka nini Mungu baada ya hapo? Maana yake wanataka watu waanzishe maandamano wanayaita yasiyokuwa na mwisho. Eti maandamano yasiyokuwa na mwisho. Nikukumbusheni kitu kimoja, wanaohimiza hayo mjue wao ndani ya majumba yao katika ukoo wao maprofesa 20, madaktari 14, mainjinia 30, kila fani ya usomi wanayo, na wana uwezo wa kufanya kazi hapa Tanzania, na wana uwezo wakachomoka wakaenda kufanya kazi nje. Mimi na nyinyi tunaoitwa tuingie katika maandamano tumeishia darasa la 7, umepata bahati darasa la form 4, umepata bahati una bodaboda, ndio umepata bahati una bodaboda unaendesha. Unaona hivi ndio uchumi wa bodaboda ule tunaouona, ndugu wana wetu, watoto wetu, kweli watafika mahala wale? Sasa hao ndio wanahimizwa na wanahimizaniwa, wanashawishiwa waache shughuli zao hizi za kuwapatia uchumi, waingie vijana wale katika maandamano. Jamani, nahimiza, nakumbusha na nitakumbusha, hii ni dunia. Mimi nataka kukaa hapa ni swali, nataka kukaa hapa siku ya mwezi 9 nifunge, nataka kukaa hapa kama Mungu akinijalia, japo kwa nishakuwa mtu mzima, nataka nioe kwa sauti ya chini. Lazima mpate mke wa 3 kabisa. Sasa mtampataje mke wa 3 ya Rabbil Alamin? Unaona, lazima kuwe na amani na utulivu. Alafu kwa sababu ndo dunia hiyo, dunia yenyewe ndio hiyo tu, kula, kunywa, unaoa. Unaona, unacheza bao, unacheza mpira, ndo dunia. Unakwenda msikitini kufanya ibada, ndo dunia. Maki hata hiyo ibada ni hapa duniani jamani. Kwa hiyo nawakumbusha kwamba wanaobeza na kuibughudhi ile tume na matokeo yake na uchunguzi wake, hao hawatutakii mema. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. آمركم وإياي بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه، وأنهاكم وإياي بما نهى الله عنه من معصيته فلا تعصوه، وأرجو لي ولكم من ثوابه فاسألوه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله. Ndugu zangu, lazima tumuogope Mwenyezi Mungu. Mungu anatutaka tuishi kwa amani na utulivu. Mungu hataki vita. Mungu hataki vita. Mungu hataki watu tuuane. Mungu hataki wale walokufa siku ya maandamano. Ni jambo la kusikitisha, jambo baya sana, ni jambo baya sana. Mungu awape subira waliofiwa. Mungu awape subira walioumizwa watoto wao. Mungu awape subira kila mmoja ambaye anaishi Tanzania, kwa sababu hata hiyo kufa, hatimaye sote tutakufa. Ikifika mwaka 50 hapa kwa hizi sura na magonjwa na mlivyo na mie nilivyo hivi, hayupo hata mmoja. Imamu atakuwa mwingine, unaona, imamu apatakuwa mwingine, mtoto gani sijui, wa wapi sijui, ndio ndio atakuja kusimama hapa. Baada ya muda, mimi kwa umri huu pia haitamili kwamba niongeze miaka 20 mingine niko hapa tu. Itakuwa hofa kweli Mungu, lakini haitegemewi. Yani miaka kutoka leo nipate miaka 20 mingine 30 mingine, hamna. Na wote nyinyi ambao mko katika umri wangu hivyo, hakuna fundi gereji wala msalamu wala nani hapa atakaoishi zaidi ya nani. Tunaondoka, tujitahidi kujiandaa kwa ajili ya akhera. Tufanye matendo ambayo yatatusaidia huko, sio matendo haya ambayo tunayoshawishiwa ya kuandamana, kupingana, sijui nini, chama gani, sijui vyama hivi vitakuwa havipo. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Hiyo ndio itakuwa siku hiyo, watu wote watakimbiana, kila mmoja. Halafu cha kushangaza, tutafufuliwa wote, tuko uchi. Hebu fikirieni, wote tuko uchi. Wallahi, Bibi Aisha, bwana Mtume aliposema tutafufuliwa tuko uchi, Bibi Aisha akamuuliza bwana Mtume, ya Rasulullah, watu si watatazamana? Yani yule mashine kubwa, yule mashine wastani, yule nani? Bibi Aisha akamuuliza bwana Mtume, watu, unajua tabia ya watu, tazama hapa duniani, tusimnaona hapa duniani hapa, mwenzako kapata bahati ya maradhi ya mshipa, huo ni kidogo unamtizama, yeye mjanja na wewe mjanja, yeye anakutizama wewe usoni na wewe unatizama pale, sinatokea hivi. Sasa sijui huwa anawahi nani, lakini siku zote hata yule akikutizama wewe ushawahi kuona mshipa huo na umetuna tu katika kanzu. Sikwambii siku hiyo sasa vitu vyote mshipa wenyewe unaonekana hivi jihara, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hapana, jambo kusifikiria hivyo jambo, hakuna mtu atafikiria atizame hivi wala hivi. Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة الكرام خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق
وعلى الزاهد الأواب الناطق للصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، ورضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.